anachotakiwa kukitambua ni moja ya makocha wa kizazi kipya tunasema. Makocha wa kizazi kipya ambao wanakuja na maarifa ya kisasa katika mpira wa miguu. Afrika na dunia kwa ujumla, kuna makocha wengi ambao wameprove, wamefanya vizuri kwenye maeneo mbalimbali, lakini wengi kama muda umeshawapita. Ni wazuri, wana CV kubwa, lakini muda unaonekana umepita. Wengi wao, sio wote. Leo hii unapozungumzia miongoni mwa makocha wakubwa Afrika ambao wamefanya vizuri maeneo mengi, unazungumzia kocha kama Milutin Sredojevic Micho. Ni kocha mkubwa sana, kaja Afrika kwenye miaka mingi. Ana miaka zaidi ya 20 ndani ya bara la Afrika. Ameshafundisha klabu nyingi, lakini tunapozungumzia sasa hivi kwenye kikosi cha El Merreikh ya Sudan na wala hafanya vizuri. Lakini nyuma ya hapo alikuwa Libya ambako hakufanya vizuri pia. Ukija kutrace nyuma ndo utakuta kuna sehemu alifanikiwa na nyuma zaidi. Yupo Fauzi Benzarti, miongoni mwa makocha wakubwa sana, yupo kule Tunisia. Kafundisha maklabu mengi makubwa ya Afrika Kaskazini kwa mafanikio, lakini leo hii hana timu za maana. Kwa hiyo kuna generation fulani hivi ya makocha wa Kiafrika wakubwa ambao wamesha prove wanapita. Unakuja upepo mwingine wa makocha vijana. Leo hii klabu nyingi za Afrika kubwa aziangalii tena CV yako, ulifanikiwa kubeba ubingwa wa Afrika mwaka gani, ulibeba shirikisho mwaka gani, hawaangalii tena huko. Wanaangalia uwezo wako wa ufundishaji, unaadapti maarifa ya kileo, mpira wa kileo, unacheza hivyo. Hapo nazunguka makusudi ili mtu apate picha ya huyu kocha. Ukiangalia timu kubwa kama Ahli ni timu kubwa ambayo ilimchukua Jose Riveiro tu hivi juzi, walimtoa Orlando Pirates. Ni kocha ambaye hajawahi kubeba ubingwa wa Afrika popote kwenye CV yake, lakini just imagine kwa nini Ahli wamemchukua yule kocha. Miguel Cardoso walimchukua Mamelodi Sundowns, lakini msimu mmoja nyuma alicheza finali ya Champions League dhidi ya Ahli. Hakubeba ubingwa, lakini alicheza finali. Kwa hiyo leo hii tunazungumzia taifa kama klabu kama Raja. Ni klabu kubwa, lakini wamemchukua Fadlu Davids. Fadlu Davids hajawahi kubeba ubingwa wa Afrika. Umeelewa? Sasa Dimitar Pantev, Simba walichokiona ni kocha mwenye maarifa ya kileo. Ni hawa makocha wa kisasa vijana ambao ndo wamekuja wanataka kufanikiwa. Ukisema kachukua makocha ambao wamesha prove sana maeneo mengi, ndo yatakuta kina Lamine Diaye KTP Mazembe. Wamemchukua kocha ambaye aliwapa ubingwa sio 2010, kwa sababu alitupa ubingwa huyo, hebu tumchukue hapa. Kwa hiyo watu wana Simba na wadau wa mpira, picha ambayo anatakiwa kuiweka kichwani ni kwamba amechukuliwa kocha wa mpira wa kisasa. Licha kwamba hajafundisha klabu kubwa nyingi na hayupo Afrika kwa miaka mingi, lakini kilichoonekana katika timu yake yenye bajeti ya chini kwenye muktadha wa kimataifa, kwa sababu tunapozungumzia Gaborone United unazungumzia timu ambayo kwenye anga la ndani ya Botswana ni timu ambayo imefanya uwekezaji wa kutosha kuwa mabingwa, lakini tukija katika muktadha wa kimataifa bado ni timu ndogo sana kwa kikosi ambacho wako nacho. Huyu maana yake ni kocha ambaye ana potential, kuna kitu kipo ndani yake ambacho kimeonekana kwenye timu za low budget. Na ukitrace nyuma muda upo tupo kwa ajili hiyo. Ukirudi nyuma zaidi unakuta alitokea Bulgaria, akaenda kufundisha mpira Asia. Afrika alikuja kwenye kikosi cha Victoria United ya Cameroon. Yes. Hapo Victoria United ambako alifundisha, hii timu inatokea katika mji wa Limbe. Limbe ndio huko tunasema kusini magharibi mwa Cameroon. Kwenye miji ambayo inaonekana sio ya kimpira sana. Na Limbe wenyewe hawajawahi kutoa bingwa wa ligi ya Cameroon. Ni mji lakini haujawahi kutoa bingwa wa ligi ya Cameroon. Yeye ameenda kwenye hiyo timu ambayo bajeti yake ni ya kawaida na amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya Cameroon. Ubingwa wa Cameroon mara nyingi umekuwa ukienda kule Yaounde, sijui Bamenda kule, Garua kule ambako inatokea Coton Sport, ndo zinatokeaga. Lakini kwa upande huu wa chini huku inaonekana sio eneo la kimpira sana. Yaani huko at least Douala ni mji mkubwa, lakini na wenyewe pia ukilinganisha na Yaounde au Garua bado kule ni wakubwa zaidi kisoka kuliko huku chini. Kwa hiyo amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Kameruni mbele ya timu nyingi kutoka katika maeneo ambayo yanaonekana ni ya kimpira na amewekeza sana kuliko eneo ambalo yeye alikuwepo, kwa maana ya Limbe. Kwa muktadha wa nyumbani huku mkoa gani sio kimpira? Huko hakuna yote ya kimpira.
huku kwetu yote ya kimpira, si ndio? Sio yote. Sio Sumbawanga. Just imagine. Sasa ule si Rukwa. Rukwa. Kama kule ambako hatujawahi kuona wakitoa bingwa, si ndio? Au hata timu sijui labda miaka nyuma washia kutoa, lakini timu tishio haipo kwenye ramani ya soka. Kwa hiyo leo hii timu itokee kule ya low budget. Umeelewa? Yaani kama unavyoona tuseme Shujaa fulani hivi iwe pale alafu abebe ubingwa. Huyu bwana ndo amefanya hivyo. Alivyotoka pale hiyo ndio ilikuwa ni mara ya pili, session ya pili alivyokuja, sababu alianzia Victoria akatoka kaenda Jensen FC. Jensen hii ya Sierra Leone, timu ambayo iko chini ya rais wa shirikisho la Sierra Leone SLFA, anaitwa Isha Jensen, ambaye alikuwa pia alikuwa makamu wa rais wa CAF. Afanya kazi pale kwa muda mrefu, ilikuwa ndo timu yake. Kwa hiyo alienda kule kidogo akawa amerudi Victoria United, ndo akabeba huo ubingwa wa Cameroon. Baada ya kubeba ubingwa wa Cameroon, aliondoka Cameroon na kwenda Botswana. Ukiangalia kwa picha ya juu, Cameroon ni taifa la kimpira sana kuliko Botswana. Sawa? Kwa nini Botswana? Kwa sababu Afrika, ukiacha yale mataifa ya kaskazini ambako ndo kuna fedha nyingi, kupata dili kule kwa kocha ndo umeanza hivi, sio kazi rahisi. Ukija huku kusini mwa Afrika, Sub-Saharan, hapa sio watu wanaelewa wanaonisikiliza. Yaani Sub-Saharan inamaanisha sisi weusi ambao sio Waarabu. Sawa? Tukija upande huu, taifa ambalo linalipa vizuri sana ni Afrika Kusini. Sasa Afrika Kusini unaingiaje? Inabidi uingie katika yale mataifa jirani. Ndio maana unakuta mataifa ya hapa karibu, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Mozambiki, wanaingia sana makocha wa kigeni kutoka Europe. Wanaingia sana pale kwa ajili ya kwenda kuprove, wakiwa wanajua Afrika Kusini ina monitor haya mataifa ya karibu. Kwa hiyo mwenyewe anaingia Botswana kwa lengo la kuamini ni njia panda ya kuingia South Africa. Wanaweza kutoka kwenye michuano ambayo inawakutanisha kwenye ukanda. Yes, inaweza katokea yakaingia kule. Na Botswana aliingia kwenye kikosi cha Orapa. Orapa ni timu ya mgodi. Ameingia pale, alikuta tayari timu ina ticket ya Confederation msimu uliopita. Akaenda naye, alifanikiwa kuipeleka kwenye group stage kwa sababu walicheza na Foresters wale wa Seychelles, wa Shelisheli, baadaye akaenda kucheza na Dynamo ile ya Harare Zimbabwe, wakaingia group stage. Group stage hawakufanya vizuri sana kwa sababu walimaliza nafasi ya mwisho na hawakuvuna point na walitoa sare tu 2. Lakini kwa zile klabu ambazo ziko pale na kwa uchanga wa Orapa, sio kitu cha kustajabisha. Pale kuna ASEC kwenye grupu lake, kuna USM Alger, kuna AS Giraffe ya Senegal. Ni miamba mikubwa ya kisoka, sio? Yeye alishindwa kufurukuta mbele ya zile timu, lakini yuko na timu ya low budget. Umeelewa? Kwa hiyo kuingia tu kwenye zile hatua, unaipeleka Botswana katika ramani ya Afrika kwamba tupo group stage, nacho ni kitu cha kuheshimika. Baada ya pale ndo akaingia kwa bankers hawa the Reds ambao ni Gaborone United, na kwenyewe amefika season yake ya kwanza kafanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya Botswana. Ameingia kwenye michuano ya CAF. Ndio hivyo, wamemuona Simba, ndo wanaenda kumtangaza. Inaelezwa hivyo kwamba muda wote unaweza kumtangaza. Na wakati yote umeelezwa, umetoa picha nzuri sana Mzinga. Sasa hebu tueleze kile ambacho nafahamu katika swala zima. Anakuja kwenye timu ambayo ni kubwa kumzidi. Timu ambayo sasa sio tena low budget. Ukizungumzia kwenye msuli wa kifedha, aina ya wachezaji ambao wako katika kikosi cha Simba, inakueleza kabisa ni timu yenye ushindani mkubwa katika bara letu la Afrika. Na sio hivyo tu, ni timu ambayo anaenda kupewa malengo ambayo wametaka kuyatimiza pengine kwa misimu karibia 2 au 3 iliyopita. Kwa sababu tunataka ubingwa wa ligi kuu ya NBC, tunataka ubingwa wa CRB, tunataka tufike mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Anaweza kaongeza kitu gani kutokana na aina ya kikosi ambacho wanacho Simba kwa hivi sasa? Okay. Kitu ambacho naamini kwa muktadha wa kwetu huko Afrika, hii ndo timu yake kubwa zaidi anakwenda kufundisha. Naamini wakati anatoka kwao Bulgaria anakuja Afrika, ilikuwa anataka siku moja awe kwenye timu yenye mahadhi kama haya, kwa maana kama Simba. Kwa hiyo tayari ameshafikia kwenye hilo eneo. Hata atakapokuja kutambulishwa rasmi amefikia kwenye kikosi cha Simba. Sasa kitu pekee ambacho kitu kikubwa ambacho kitamfanya afanikiwe ndani ya Simba ni management. Yaani anaingiaje Simba, anakiwini vipi kikosi cha Simba, management yake iko vipi. Ushanielewa? Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu kwenye swala la kufundisha imekuwa kama hana doubt. Amesha prove maeneo mengi kwamba anaweza kufundisha na amefanikiwa kwenye daraja fulani hivi la kusema hapa amefanikiwa.
kwa timu yenye bajeti hii hapa kafanikiwa. The like of Victoria United kubeba ubingwa, Orapa United kucheza group stage, na Gaborone kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Botswana. Maana hizi zote timu tatu amefanikiwa nazo kwenye daraja fulani la kuridhisha kutokana na bajeti zao. Sasa tafsiri yake mbinu tayari anazo, lakini asingeweza kufanikiwa katika hizo timu kama angekuwa hana proper management. Miongoni mwa vitu ambavyo vinawashinda watu wengi au makocha wengi ni discipline. Yani unapoingia kwenye timu kwa mara ya kwanza, yani acting yako kwa wachezaji, unajionyesha wewe ni nani. Umenielewa? Wewe ni kocha mwenye msimamo, au wewe ni kocha ambaye unapenda mzaha na wachezaji, au vipi? Wachezaji wanavyokuja wewe ndio wanavyokupokea. Natoa mfano miongoni mwa alikuwa anatolea mfano hapa Simbaolanga kuhusu Sven. Sven alifanya kazi na Hugo Brooks ndani ya kikosi cha Cameroon. Wanabeba ubingwa 2017. Baada kubeba ubingwa, Hugo Brooks akapata deal ya South Africa aende kufundisha Bafana. Wakati anaondoka, alimwambia Sven, twende pamoja ukawa assistant wangu kwa sababu tumefanya vizuri tukiwa Cameroon. Sven akamuomba Hugo kwamba sasa hivi imetosha, naomba nikasimame mwenyewe. Hii CV yetu kubeba ubingwa Kameruni tukiwa pamoja itanisaidia mimi kupata deal sehemu nyingine. Akafanya request zake, Mungu mwema, akapata deal ndani ya Zambia. Mwenyewe Sven, moja ya mahojiano yake ambayo aliwahi kuyafanya akiwa kwao Ubelgiji, sababu ya kufeli Zambia, sababu alipoingia Zambia alifeli totally kabisa, wakamfukuza. Sababu ya kufeli Zambia anasema ni management. Alivyoingia ndani ya kikosi cha Chipolopolo, namna ambavyo alikuwa na organize wachezaji, alivyokuwa anaishi nao, management ilikuwa imemshinda. Kama tutakumbuka, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, ilikuwa kwenye kundi moja na Malawi na Msumbiji na wao wenyewe, mwingine nimemsahau, ni muda mrefu kidogo. No. Kuelekea kwenye AFCON ya 2021. Yaani wamaliza 2017, AFCON imeisha. Sasa kuelekea AFCON ya 2021, Sven kapewa Zambia, tupeleke AFCON ya 2021, akashindwa kuipeleka. Baada ya kushindwa akatimuliwa. Baada ya kutimuliwa, anaamini kwamba sehemu ambayo ilimfanya afeli sio uwezo wa kufundisha, ni management ya wachezaji. Simba kwa Mzinga unajaribu kusema kwamba hata kocha huyu anapoingia, tuseme vile ambavyo ataanza namna ya kuwadhibiti wachezaji, muonekano wake pengine kuanzia kwenye mazungumzo na kila kitu inaweza kumsaidia zaidi. Kabisa. Kwani ana tabia gani kocha huyu? Maana inawezekana mtu anaweza kawa anakuja tayari tunajua huko alikotoka alikuwa ni mtu ambaye ni wa daraja lipi kwenye management. Kwenye swala la tabia yake kiundani sifahamu tabia gani, lakini napima mafanikio yake. Naamini yuko vizuri kwenye kudhibiti. Umetoa neno zuri la Kiswahili. Kwenye udhibiti wa wachezaji. Naamini atakuwa yuko vizuri, kwa sababu ingekuwa iko kitu anafeli, asingefanikiwa katika hizi safari zake alizopita huko nyuma. Sasa anaonekana ni muumini kwa kiwango kikubwa kwa wachezaji vijana. Yaani anapenda kuwajenga wachezaji vijana zaidi. Sure, kwa sababu hapa ndani ya Gaborone kuna kinda mmoja anaitwa Ramwagi wanamchezeshaga striker pale juu sometimes. Striker winger, anapishana na Tatayaone Kamanyane. Ni kijana mdogo sana. Mdogo ambaye walimtoa kwenye timu za vijana wakataka kumpeleka South Africa. Kuna timu ilikuwa inamhitaji South Africa. Yeye akastop. No, akadhibiti, akazuia asende South Africa, abakie pale. Na kweli kampa platform, ameonekana miongoni mwa wachezaji ambao wameperform sana. Hata kwenye hizi mechi, ile mechi ambayo alicheza kule, miongoni mwa top performer ni pamoja na yeye huyu dogo Ramwagi. Ingawaje baadaye alipata injury wakawa wamemtoa. Kwa hiyo inasawili hicho kitu. Lakini tukija sasa kwenye klabu kama ya Simba, sio klabu za hivyo. Yaani Simba sio miongoni mwa klabu ambazo zinataka sasa hivi project za vijana, kwamba tuchukue vijana. Walishachaga hayo mambo, waliyafanya kwa muda mrefu sana, walishapandisha vijana wengi. Sasa hivi Simba hata kisajili kijana, ni kijana ambaye ametokea sehemu fulani ka prove huko, ndio anamleta kina Ladaki. Wamefanya vizuri huko, unawaleta pale, lakini sio ile project kwamba tuwatoe vijana wa chini tuwalete juu. Kwa uhitaji wa Simba na daraja lao, hawapo kwenye hizo project. Na asilimia kubwa hizo project zinakuwa sio timu zenye malengo makubwa ya makombe. Inakuwa ni timu yenye kutumia michuano mikubwa kama jukwaa ili kuwauza wachezaji. Ndio akina ASEC.
ASEC Mimosas alichukua ubingwa huko nyuma miaka ya 90 huko, lakini tangu hapo wamebadilisha mifumo, sasa hivi imekuwa timu ya kuuza. Kwa hiyo wanapambana, wanafika robo finali, semi sometimes, lakini kwa lengo la kuonesha vipaji vyao ili wauze, na wanauza, wanapata hela. Haya, huyo ni Gharibu Mzinga, na bado tupo naye hapa kwenye mjadala wetu ambao tunazungumzia kuhusiana na taarifa za klabu ya Simba zikiweka bayana kwamba kuanzia sasa muda wowote watamtangaza kocha mpya ambaye atachukua mikoba ya Fadlu Davis ambaye ametimka na kuelekea kule Raja Casablanca. FM.